Mlitaka kwenda wapi? Alitaka kunipeleka kwa mzee Tano. Nimekusikia unamtaja mzee Tano. Unaona wale watu wanaokushangaa wanamwogopa huyo mzee Tano. Kakangu, naomba uondoke. Inawezekana wewe ukawa sababu ya kifo cha Pashambe. Ukiendelea kukaa hapa utapigwa mawe na familia. Okoa nafsi yako. Nenda. Nenda sasa. Nakuja. Dogo. Bwana, samahani kwanza. Wahenga wanasema kuuliza sio ujinga. Nauliza ili nipate kujua. Bwana, hiki kifo kimetokea vipi? Mbona sielewi? Imekuwa ghafla sana unajua. Wewe unajua chochote kuhusu ile swala? Kwa tetesi nilizosikia, ameteleza chooni jana usiku na mauti ndo amemkuta hapo hapo. Aise, yani amedondoka tu chooni na umauti hapo hapo, malaika akachukua roho yake. Yeah. Hapana. Huyu dada kweli kiti anakitaka. Sijakuelewa. Unamaanisha nini? Hauwezi kunielewa kwa sababu haya mambo ni hawa kubwa. Nataka uniambie, amekwenda wapi huyo mpumbavu mwenzako? Usimuulize chochote. Mwache akapumzike. Sasa ni saa 3. Ikifika saa 4 tunazika. Shangazi, mimi sijui kaka alipoelekea. Kwa sababu yeye amedamka asubuhi na mapema na sijui hata ameenda wapi. Kweli tena. Naona kuna mchezo unataka kunichezea. Kwa nini aondoke bila kumwaga yoyote? Amekwenda wapi? Shangazi, ukiniuliza mimi utakuwa unanionea tu. Kwa sababu hakuna chochote ninachokijua. Wewe cha kufanya tumvutie tu Subla. Yeye ni mtu mzima na anajua kabisa tunazika saa 4. Ikifika saa 4 tunazika. Nitafanya maamuzi kama kiongozi wako. Kama hutaki kunipa mkeo kwa hiari yako mwenyewe, basi nitamchukua kwa njia ambazo nazijua mimi. Mwache Suzi akae kwangu, ajifungulie kwangu. Siku zimeisha. Mama, nakuheshimu sana mama yangu, na sijawahi kukuvunjia heshima hata siku hiyo. Msimamo wangu mimi ni ule ule, iwe jua iwe mvua. Siwezi kubadili maamuzi yangu kamwe. Hapana.
Hatuwezi kumzika mama bila idhini ya kaka. Kwa hiyo wewe na yeye leni moja, si ndio? Letu moja unamaanisha nini? Hivi shangazi, upo tayari kweli tumzike mama bila hata kumswaria? Hapana, kwa kweli. Hatuwezi kumzika, yule ni binadamu, sio mbwa. Nyamaza mshenzi wewe. Unajua nini kuhusu mila na desturi? Tena Sanda, acha kamdomo kako katakuponza. Pumbavu wewe. Pole sana Nilo, lakini wanadamu safari yetu wote ni moja. Pole sana kakaangu. Msiba nani tena? Hebu acha ziaka Nilo. Sisi tumeagizwa na shangazi yako twende kule chini bondeni kwenye makaburi ya ukoo wenu, na vile kuna wengine wameshatangulia Nilo. Alafu pia wengine tumewacha nafanya utaratibu wa kuosha maiti, kwa maana saa 4 kamili mamako anazikwa. Mipango lakini ya Mungu, tusisikitike sana. Upo sahihi kabisa. Mamkunga, nashukuru sana kwa kuja, ila naomba hili jambo tuweze kulifanya haraka haraka, tupumzishe wifi yangu. Twende ndani nikakuandalie vitu. Vipi? Hakuna kumwosha mama. Mamangu azikwe. Mama hajafa shangazi. Sitaki mama yangu azikwe. Nilo, kwa nini unaibisha ukoo? Kwa nini unatudhalilisha? Mwanangu, unapingana na Mwenyezi Mungu? Hebu mwache mama watu aende ndani akamuoshe wifi yangu apumzishwe.
hapa mlangoni siondoki na hakuna mtu yote kuingia ndani. Nimesema nitaua mtu jamani. Kwanza nyote tawanyikeni, hajafa mtu hapa. Niachieni nibaki na mama yangu. Kaka. Kaa kimya Sandra. Mama hajafa. Kuna mambo tu ya kishirikina yanaendelea. Mama yetu hajafa Sandra. Mshenzi sana wewe. Yaani wewe ni mtoto wa kiume lakini huna akili hata kidogo. Hebu tuache. Tuendelee na taratibu za mazishi. Nipeshe huko. Nini? Nakuheshimu sana shangazi. Sitaki nije nikuvunjie heshima. Nimesema hapa mlangoni siondoki. Na hakuna mtu yote kuingia ndani. Niachieni nibaki na mama yangu. Jamani wanaume. Jamani njoni mnisaidie. Nisaidie nilo atoke hapa mlangoni jamani. Huyu kachanganyikiwa. Kachanganyikiwa, mamake amefariki. Nipashe nilo. Enyi mizimu ya uchawi wa uporoto, naombeni mnipe nguvu zaidi niweze kupata kiumbe chenye uzao wa mwanangu. Kazi imekuwa ngumu sana, nakitaka kile kite.
Mimi nimechoka. Unajua nini mke wangu? Haya mazoezi unayofanya ipo siku atakuja kusaidia sana yani. Na kama unavyojua maneso siku hizi midomo yao haina zipo kabisa yani. Kwa hiyo nakuomba wanafanya sana mazoezi ili siku ya siku usipitie changamoto yoyote ile. Alafu nimekumbuka kitu. Kitu gani? Hivi unajua jana usiku ulitoka na sijaelewa kabisa kwamba ulitoka tokaje. Alafu kitu cha kushangaza, leo hii asubuhi nimekuona ukiwa unarudi ukiwa na mama. Yaani kusema kweli hii taswira imenipa ugumu sana kuweza kunamua vitu. Na imenifanya nizidi kumhofia sana mama. Umeanza. Ashakumsi matusi. Kwa nini una imani na mama? Una shida gani? Najua sio rahisi kuweza kunielewa Suzi. Lakini mimi nina uwezo mkubwa sana wa kuona baadhi ya vitu. Na hata vile ambavyo vimejificha kwenye kiza. Ila tu nakosa ule upeo wa kuweza kuvitatua hivyo vitu. Mwisho wake vinaishia tu kuumiza moyo wangu. Sikiliza. Hizo hekaheka zako sitaki kuzisikia kabisa. Asubuhi yote hii ukatafuta tukagombana. Tuendelee kunifanyisha mazoezi. Tatizo lako unapenda sana kuwa mkaidi. Lakini mimi nakuambia ukweli. Sitaki uende ukajifungulia kwa mama. Na nakwambia hivyo kwa sababu nina sababu zangu za msingi. Sitaki kupoteza Suzi. Lakini napaswa kumsikiliza mama na sio wewe nini. Tuendelee kufanya mazoezi. Sawa. Ustazi Abi, muda unazidi kwenda. Mimi naomba unisaidie ili tuweze kumpumzisha wifi yangu. Nakuomba Ustazi. Lakini kumbuka mwanzoni haukutaka kufuata taratibu za dini yetu. Umeona sasa Mola wetu alivyokuwa na nguvu. Ustazi, nilighafilika tu. Lakini nakuomba. Najua wewe ndio mwalimu wa madrasa wa Nilo. Najua ulimfundisha vizuri. Naomba utumie hekima na busara kuzungumza naye ili hili jambo liishe. Nitadhalilika mimi Ustazi. Nakuomba. Nilo, unajua wewe ni mtoto wa Kiislamu na unajua vizuri sana dini yetu ya Kiislamu. Hivyo nilikuwa nakuomba, ruhusu mama yako azikwe. Usiamini kabisa imani za kishirikina. Nakuheshimu sana mwalimu wangu, lakini sitaki nikuvunjie heshima. Ibilisi alionipanda hapa hakamatiki. Sitaki mama yangu azikwe. Kama nitalaniwa, acha laana nipate. Kaka, hebu basi sikiliza hata maneno ya shehe. Kaa kimya Sandra. Usitaki kuzizofisha jitihada zangu. Napambania uhai wa mama yetu. Mama hajafa Sandra. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, msibu nakuja.
mama, nakuja mama kumtibu, nakuja.